wa nusratihim, na kuwanusuru, kuwatetea, kuwanusuru. Jambo hili lafaa. Anasema la, hapana, la tajuzu muwalatu kufari, haifai kuwafanyia muwala makafiri, kuwapenda, kuwanusuru, kuwafanya kuwa ni vipenzi wa Waislamu. Hili jambo tumekatazwa kwa nasi za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama katika upande wa Qur'an, Allah anasema katika suratul Maida, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, basi yeyote atakayewafanya wao kuwa ni vipenzi wao, akawapenda na akawanusuru, fa innahu minhum, yeye huyo hakika atakuwa ni miongoni mwao. Aya 51 ya suratu Al-Maida. Aya hii imeanza ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, msiwafanye mayahudi na manasara awliyaa, kuwa ni vipenzi, marafiki zenu. Ba'dhuhum awliya'u ba'd, kwa sababu wao hao wenyewe mayahudi wao kwa wao ni marafiki na ni vipenzi kwa baadhi nyingine, wananusuriana wenyewe baina yao na wanaungana baadhi ya wakati, wanakuwa ni kitu kimoja dhidi ya wasiokuwa wao. Hao mayahudi wanakuwa hivyo, na hao manaswara pia baadhi yao ni vipenzi kwa baadhi nyingine, wananusuriana wao kwa wao, lakini kadhalika wanaungana, wanakuwa kitu kimoja kwa wengine waliokuwa kinyume na wao, wanasahau tofauti zao. Nyinyi Waislamu msiwafanye hawa al-yahudi wa nasara kuwa ni marafiki zenu, kuwa ni vipenzi vyenu. Kwa nini? Kwa sababu mayahudi kwa mayahudi hunusuriana, husaidiana wao kwa wao. Manasara kwa manasara huwa ni vipenzi wao kwa wao, na wote hawa wanaficha kwenye mioyo yao al-baghdha'u wash-sharr, wanaficha bughdha zao, chuki, kadhalika wanaficha shari kwenye mioyo yao. Na wao hata kama wametofautiana kwenye madhehebu zao wao kwa wao, lakinnahum muttafiquna, lakin wako pamoja, ala karahiyati al-islami wal muslimin, katika kuuchukia Uislamu na Waislamu. Kwenye hili wanaungana. Haya maneno anatuambia Mola wetu kwenye Qur'an, aliyetuumba na aliyeumba wao, anayejua mioyo yao. Zimekuja aya nyingi kwenye Qur'an, ma tukhfi suduruhum akbar qad badat al-baghdha'u min afwahihim, chuki zimeshaanza kudhihiri kutoka kwenye midomo yao. Wama tukhfi suduruhum akbar, na yale yanayofichwa na vifua vyao katika mabaya zaidi yaliyopo kwenye mifundo yao ya mioyo ni makubwa zaidi. Wama tukhfi suduruhum akbar qad badat al-baghdha'u min afwahihim, chuki zimedhihiri kwenye midomo yao na yale yaliyofichwa na mioyo yao ni makubwa. Allah anatubia kwenye Qur'an. Kwa hiyo tuzindukane.
tumeelewana jamani? la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum, na yeyote miongoni mwenu atakayewafanya wao kuwa ni vipenzi wake, marafiki zake, ana wanusuru, ana wasaidia, fa innahu minhum, yeye huyo atakuwa ni miongoni mwao. Kwa hiyo Allah amekataza muwalatu al-kuffar, kuwa na mahaba na makufar. Amekataza jambo hilo na ameliharamisha yeye na mtume wake kuwapenda katika mioyo. Jambo hili halifai kwa Muislamu akawa anawapenda moyoni, kwa sababu hatawapenda kwenye moyo illa idha kana yara sihhata ma hum alayhi, isipokuwa pale atakapoona usahihi wa mambo walionayo. Mpaka akawapenda katika moyo wake, ina maana ameona sahihi mambo wanayofanya. Kinyume chake, akiwa anaitakidi kwamba wayafanyayo ni batili, bila shaka hatakuwa na mahaba nao kwa kiasi hiki katika moyo. Hivyo haifai munasaratuhum ala almuslimin, kuwapa nusra dhidi ya Waislamu wala kuwasaidia wao dhidi ya Waislamu. Na jambo hili atakalifanya katika Waislamu akaungana na manasara au mayahudi juu ya ndugu zake almuslimun, basi jambo hilo linahesabika kuwa ni ridda, linamtoa mtu katika Uislamu. Kadhalika kuwachukulia udhuru, kadhalika kuyatakasa matendo wayafanyayo kama ni sawa, hakuna ubaya, kwa sawa wenyewe waache tu, hakuna neno. Wewe unaona hivi na yeye anaona vile, watu waache. Tuna uhuru wa kiitikadi, tuna uhuru wa kiibada. Hili halisemi la Muislamu. Kuwasifia na mfano masala kama haya, yote haya ni katika almuwalat almuharrama, muwalat ambao ni muharram. Hauruhusiwi Muislamu kuwa na muwalat aina hii lilkufar, na jambo hili ni ridda, linamtoa mtu katika Uislamu. Aya zimekuja nyingi. Kadhalika la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, hutopata Muhammad watu ambao wanamwamini Allah na wanaiamini siku ya mwisho, yuwaduna man hada Allah wa rasulahu, wakawa wanawapenda wale wanaompiga vita Allah na mtume wake, wapenda katika mioyo yao. Walau kanu li qurba, hata kama watakuwa ni jamaa zao wa karibu. Walau kanu abaa, hata kama watakuwa ni baba zao au abnaao au watoto wao au ikhwanao au kaka zao au ashiratahum au jamaa zao, ulaika kataba fi qulubihimul iman, hao ndio ambao Allah ameweka imani katika mioyo yao. Aya nyingine subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hii aya la tajidu qauman, aya mwisho katika suratu al-Mujadila. Na aya hii ni aya ya 57 ya suratu al-Maida. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini. 57 Maida. La tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba, msiwafanye wale ambao wameifanya dini yenu ya Kiislamu huzwan wa la'iba, kuwa ni maskhara na ni mchezo, wakaifanyia mzaha dini ya Kiislamu, chezea tu, wanafanya hivi mara wanafanya hivi, mara kaingia kwenye dini mara katoka. Min alladhina utul kitaba min qablikum, miongoni mwa wale ambao wamepewa kitabu kabla yenu, wal kuffara, na makafiri, awliyaa, msiwafanye kuwa ni mawali wenu, vipenzi vyenu, na wapenda na mnawanusuru. Hapana, msifanye hivyo.
Sifanye kuwa ni marafiki zenu hawa, ishini nao, ni binadamu wenzenu, lakini kwa yafanyayo ambayo hayamridhishi Allah, shirki wazitendazo, chukieni mabaya yao yafanyayo. Na hii aya wanasema imeshuka kwa watu wawili, mmoja akiitwa Rifaa ibn Zaid ibn Tabut, mwingine anaitwa Suwaid ibn al-Harith. Walislimu hao, alafu wakawa kwenye orodha ya watu wanafiki. Rifaa na mzake Suwaid wakawa baadhi ya Waislamu bado wana mapenzi nao mabwana wawili hao, Rifaa ibn Tabut na mzake Suwaid ibn al-Harith. Allah tabaraka wa taala akawakataza, shusha hii aya: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. تميلانا. وقال صلى الله عليه وسلم، أنا أكسيم متون صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي. صحيح، رواه أحمد. أكسيما متومي صلى الله عليه وسلم كتهي حديث عبد الله بن عمرو، كذلك نتاج العلامة الألباني كتك صحيح الجامع: ألا إلويني إن آل أبي فلان، حقيقة فاميليا يمزي فلاني، laisu li bi awliya, si vipenzi vyangu, si vipenzi vyangu, kwamba na mapenzi nao, na wanusuru, na watetea, na mawadda, na wapenda kwenye moyo, si vipenzi vyangu, hata kama wana ukaribu na mimi kinasaba, kwa kuwa tumetofautishwa na dini. Innama waliyi Allah, hakika si vinginevyo kipenzi changu mimi ni Allah. Kuna hiyo. Wa salihul mu'minin, na waislamu walio wazuri wanaofanya amali njema, hawa ndio vipenzi wangu, hata kama wako mbali na mimi kinasaba. Lakini amejivua juu ya ukoo wake ambao hawakuwa Waislamu. Nani huyo? Mtume Muhammad. Kasema inna ala abi fulan, hakika familia ya mzee fulani mtoto wake na kadha, laisu li bi awliya, si mawali wangu, si vipenzi vyangu ambavyo uhibbuhu wa atawaddadu ilayhi bin nusrati wal mawadda wat ta'yid. Kwa nini? Kwa sababu wao wana mila na mimi na mila yangu, lakum dinukum waliyadin. Na hili tunaposema kwamba haifai kuwapenda wasiokuwa Waislamu katika mioyo yetu, haina maana kwamba kila usiyempenda katika moyo wako basi waruhusiwa kumfanya lolote. Haina maana hiyo kwamba basi uweni au wapigeni, mtu asijakafahamu kwa maana hiyo. Sisi tunachukia kufuru kwenye mioyo yetu. Kufuru yoyote tunaichukia, iwe popote kwa mtu yeyote, kama tunavyochukia maasi tunachukia yoyote, yawepo kwa mtu yeyote. Na wangapi wanafanya maasi na tunaishi nao, cha kuwafanya hatuna. Lakini je, tunachukia? Hatuchuki, tunachukia maasi. Na hivi ndivyo anatakiwa awe muumini, achukie kufuru, achukie alfusuq, ufasik, achukie al-isyan, maasi, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an: wa karaha ilaykum, usawaje wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan.
ulaika humur rashidun. Kwa hiyo tunachukia ukafiri, tunachukia ufasiki, tunachukia maasi. Na katika kufuru kuabudiwa asiyekuwa Allah, shirki, tunachukia shirki kwa yeyote, hata kwa anajidai kwamba yeye ni Muislamu lakini ana mambo ya kishirikina na mizimu, hatumpendi kwa ushirikina wake. Dhahiri huu ni msingi wa alwala walbara. Wabillahi tawfiq. Anasema